Bwana, kama vile ambavyo nilitangulia kunena, na kichwa cha ujumbe wa neno la Bwana siku ya leo ni ya kwamba Bwana anatimiza ahadi zote alizotuahidi. Na hiki kitabu, kwa kutangulia, kitabu cha Mwanzo kiliandikwa na Musa mtumishi wa Bwana wakati haswa wana wa Israeli walipokuwa katika lile jangwa, katika safari yao ya kuelekea katika nchi ya Canaan, katika mwaka wa 1440 hadi mwaka wa 1400. Kilimgharimu miaka 40 kunakili na kuchukua mambo yote na matukio yote ambayo yalikuwa yametukia kabla yeye hajazaliwa. Na hiki kitabu ni cha maana sana katika historia ya mwanadamu na pia haswa katika nyumba ya Yakobo. Na kwa sababu ya muda sitaki kuelezea kurasa baada ya kurasa, lakini nataka kunena hili neno kwa kifupi, lakini nataka kuanzia pale sura 28 mahali ambapo Bwana kwa mara ya kwanza alinena na Yakobo na alipokuwa anampa ile ahadi ya kwamba atatembea pamoja naye, na tutaona vile ambavyo Bwana alivyokuwa mwema na mwaminifu kutimiza yale yote ambayo aliyomwahidi huyu mtumishi wake ambaye kwa hakika alikuwa anampenda sana. Na hiki kitabu cha Mwanzo sura 28 mahali hapo utaona vile ambavyo Yakobo alivyopanga kutoroka kutoka hema na nyumba ya baba yake Isaka, ili ya kwamba ajiepushe na zile hasira na ghadhabu za huyu ndugu yake Esau, ili ya kwamba ajinusuru, kwa sababu Esau alikuwa amenuia na alikuwa amepanga lazima atamuua. Na maandiko matakatifu katika aya ya 10 utamuona sasa huyu Yakobo amehama kwao na ametoroka, na mama yake Rebeka alikuwa amemshauri ya kwamba itambidi na impase aende katika nchi ya Harani, mahali ambapo mjobaye alikuwa anaishi ambaye ni Labani. Na sasa kwa sababu hakuwa na kwingine kwa kwenda, yeye amefuruliza ili ya kwamba aweze kwenda kama ushauri wa mama yake vile ambavyo ulivyokuwa. Na mahali pale alifika katika maeneo ambayo ilikuwa inaitwa Rusu. Mahali pale alilala kwa sababu neno la Bwana linasema ya kwamba jua lilikuwa limemchoma sana na hata alikuwa amechoka. Na alipolala mahali pale aliweza kuona ngazi na malaika wa Bwana wakipanda na wakishuka, na yeye akastaajabu kubuka ya kwamba ni wakati na ni mara yake ya kwanza Bwana kushuka ili ya kwamba anene na Yakobo. Yakobo hakujua sauti ya Bwana, hakuwa amemuona katika ndoto wala katika maono, na sasa ameona ngazi, malaika wa Bwana wakishuka na wakipanda. Akastaajabu na kusema, roho, mahali hapa kumbe palikuwa ni makao ya Bwana, na mimi sikujua. Na Yakobo wakati ananena yale maneno, Bwana amenena na yeye katika aya ya 13 hadi 14, na Bwana anajitanguliza katika maisha ya Yakobo na kumwambia ya kwamba mimi ndiye Bwana, mimi ndiye Mungu wa baba yako Ibrahimu na Isaka, na mimi nitakufanya kuwa taifa kuu, nitakusidisha na nitakuongeza, ili ya kwamba uzao wako usije kuwa na mtu yoyote ambaye atakayeweza kuhesabu. Na Bwana akaendelea kunena na Yakobo na anamwambia ya kwamba nitakulinda katika safari yako utakapoenda katika hema ya Labani hadi wakati ule utakaporudi, mimi nitakulinda na kukuhifadhi. Bwana amemhakikishia ya kwamba hata kana kwamba kuna watu ambao wanatafuta maisha yake, hakikisho kutoka kwa Bwana ni ya kwamba Bwana amejipeana kumlinda mtumishi wake Yakobo, ili ya kwamba aweze kudhibitisha yale maagano na zile ahadi ambazo
ambazo alizokuwa amenena na Abrahamu pamoja na baba yake Isaka. Na tunaona wakati ambapo kulipopambazuka, huyu Yakobo, kwa sababu alikuwa ni mtu wa kumwabudu Bwana, amemimina mafuta juu ya lile jiwe ambalo aliloliweka juu ya kichwa chake, na akanena na kusema ya kwamba hapa ni mahali ambapo Bwana alinitokea, na kutoka siku ya leo mahali hapa hakutaitwa Luzu tena, jina la mahali hapa ni Betheli, kwa maana Bwana alinishukia. Na Bwana kama atanilinda katika safari yangu, kumbuka hii safari ambayo wako nayo ni ya kutoka kwa mama yake aweze kwenda katika hema ya mjomba wake, ili ya kwamba ajiokoe katika ghadhabu na hasira za Esau, ili ya kwamba asije akauawa. Na yeye wakati ule anaposema ya kwamba Bwana amlinde, Bwana amemhakikishia kwa hiyo safari yote kwenda na kurudi, Bwana atakuwa pamoja na yeye. Kile ambacho Yakobo hajajua, ataishi ugenini kwa miaka ngapi, na atakaa mahali pale kiwango kipi, na hasira za ndugu yake Esau zitashuka chini wakati gani. Lakini tunaona Yakobo mtumishi wa Bwana mahali pale akifanya agano, na hata naye amepanda dhabihu mahali pale, na amemimina mafuta mbele za Bwana, na anasema ya kwamba Baba Mungu wangu, wewe ambaye ni Mungu wa Ibrahimu baba yangu na Isaka, kama utakuwa mwema kwangu, na hata katika hii safari utanilinda, na hata nitakaporudi tena katika nyumba ya baba yangu unipe chakula na hata mavazi ya kufaa, na hata unihifadhi Bwana mahali hapa ndipo nitakapokujengea madhabahu, na wewe kwa hakika wewe utakuwa ni Mungu wangu. Ni maneno aliyonena katika 22 katika kitabu cha Mwanzo 28. Mahali pale utasoma yeye anafanya agano na kuweka nadhiri mbele za Bwana ya kwamba ukinihifadhi mahali hapa Bwana nitakujengea madhabahu, na hata wewe utakuwa ni Mungu wangu, na hata kando na yote vitu zote ambazo utakazonipa Bwana nitakutolea fungu langu la 10. Kumbuka huyu ametoka kwao akiwa na fimbo tu na hakuwa na kingine chochote, lakini anaona kama Bwana atakuwa mwema kwake, na hata kama Bwana atambariki. Yakobo anamwambia Bwana, nitakutolea fungu la 10 kwa vitu vyote ambavyo utakavyonipa. Na Bwana alisikia yale maneno, na kumbuka Bwana amemwahidi ya kwamba atamlinda, ya kwamba atakuwa pamoja na yeye. Na maandiko matakatifu tunaona huyu Yakobo anamwambia Bwana, basi ukisha kutimiza yote wewe utakuwa ni Mungu wangu. Yeye Yakobo ameenda na Bwana ametembea pamoja na yeye. Sura 29 utamuona wakati ambapo alipofika mahali pale ambapo ni Padaramu katika makao yake ya Labani, na Labani akamlaki, na yeye akaendelea kuishi mahali pale. Sura ya 30 ni vile ambavyo yeye alivyooa, na hata ikafika wakati Yakobo anapanga kutoka katika ile boma, na mambo utayaona mahali pale katika sura yake ya 31. Na yeye kwa hakika alifika wakati wa kutoka, na Labani na yeye akamfuata, na wakati alipomkaribia Bwana alinena pamoja na Labani, na akamuonya usiku kwa maono ya kwamba usije ukanena jambo lolote ambalo ni baya wala ni nzuri juu ya Yakobo, kwa kuwa huyu nimemchagua. Na Bwana alimuonya, na hata akamkemea Labani. Labani asubuhi kulipopambazuka, yeye amempata Yakobo katika milima, na yeye walipokuwa wanazungumza pamoja na yeye, Yakobo amekasirika, na anamuuliza huyu shemeji wake, je, makosa yangu, dhambi zangu kwako ni yapi, ili ya kwamba unifanye namna hii na mambo unayonifanya, na hata kuingia katika hema za watoto wako umefurua kila mahali? Makosa yangu na dhambi zangu ni zipi? Na Yakobo anamuuliza maneno haya, na yeye Labani ameaibika, na hajamfunulia ya kwamba Bwana amemkemea usiku uliopita. Na maandiko yanatuonyesha Yakobo anamwambia, kama sio Mungu wa baba yangu, Mungu wa Ibrahimu na Isaka aliyekuwa pamoja nami,
hakika kwako ningetoka mikono mitupu. Nimefanya miaka 20 kazi kwako ukinibadilishia mishahara, lakini Mungu wa baba yangu amekuwa mwema kwangu. Mahali ambapo tumesoma, basi Bwana anataka kutimiza yale ambayo aliyomwahidi ya kwamba atamlinda, na hata amemhakikishia usalama wake, na sasa anamtayarisha ili ya kwamba aweze kukabiliana na hata kukutana na ndugu yake Esau, yule ambaye alinuia na yule ambaye alikusudia kumuua, na jambo la kutamausha na hata yale mambo ambayo ni ya kuweka hofu ni ya kwamba huyu Yakobo yeye amejitayarisha na amekwisha kutuma wajumbe ili ya kwamba wamtayarishe Esau na wamwambie ya kwamba ndugu yako ako jiani akija na hako tayari kuja kukutana na wewe. Wale wajumbe waliporudi kwake walimwambia Yakobo, Esau tulimpata na ujumbe wako tulimwambia, na sasa naye amekuja kukuraki na watu 400. Pale uoga umeingia, kwa sababu Yakobo amejua kwa hakika hasira za Esau hazijawahi kumtoka, angali analitafuta ili ya kwamba aniue. Na sasa yeye amekumbuka ilikuwa ni agano na ni ahadi ya Mungu juu yake ya kwamba atamlinda katika safari yake. Kwa hivyo ameenda mbele za Bwana na anamkumbusha Bwana, wewe ndiye uliyenitokea mahali pale Betheli wakati ambapo nilipokuwa ninatoroka, na agano na ahadi yako ilikuwa ya kwamba utanilinda katika safari yangu. Basi Bwana, ninaogopa sana kwa kuwa Esau ndugu yangu amejipanga na watu 400 ili ya kwamba waniraki na ili ya kwamba waniangamize. Na tunakuona mahali pale huyu mtu wa Mungu Yakobo akilia mbele za Bwana, na hata anamwambia Bwana, kwa hakika mimi sikufaa. Hii neema yote ambayo umenionyesha mimi mtumishi wako, kwa kuwa wakati ambapo nilipotoroka mimi nilikuwa tu na rungu mikononi mwangu, lakini sasa niko makundi mawili. Kwa kuwa Bwana umekuwa mwema kwangu, umenilinda na kuniongeza, na hata umenifadhi mimi mtumishi wako. Basi Bwana, kumbuka wewe ndiye uliyenenea ya kwamba nirudi katika nyumba ya hema ya mama yangu na mahali ambapo baba yangu Isaka alipokuwa. Kwa hivyo Bwana, timiza agano lako juu yangu, uweze kunilinda na hata kuniokoa, kwa sababu mimi ninaogopa sana ili ya kwamba ndugu yangu asije kuniua pamoja na watoto wangu. Na tunaona ukiona sura ya 33 Yakobo amegawanya watoto wake na wajakazi wake. Kwa kikundi cha kwanza amewapanga wajakazi na watumishi wake na Lea pamoja na wanawake 11, na pia Raheli akiwa wa mwisho akiwa pamoja na Yusufu, kwa sababu huyo ndiye alikuwa kitinda mimba na ndiye tu mtoto wa kipekee ambaye alikuwa ni wake Raheli. Sasa yeye anasema ya kwamba ili ya kwamba akiwaua wajakazi wake na hata waue Raheli, angalau mimi sitatoka mkono mtupu. Lakini huyu Yakobo kuna jambo ambalo anajifunia ya kwamba kuna Mungu ambaye alikuwa amenena na yeye, na kuna Mungu ambaye alikuwa amemwahidi katika kile kipindi ambacho alikuwa akitoroka. Kumbuka alitoroka akiwa kijana, hakuwa ameoa, na hata kwa habari ya miaka amekaa takriban miaka 20, na sasa huo ni muda mrefu, lakini anajua ahadi ya Mungu aliyoahidi maisha yake ni lazima itimizwe. Alijua agano ambalo Mungu alilokuwa ameweka na yeye ni la kusimama hata kana kwamba ni miaka mingi ilikuwa imepita. Yakobo alijua ya kwamba ahadi ya Mungu ni ya umilele. Kwa hivyo ananyenyekea mbele za Bwana. Mahali hapo tumesoma na anamkumbusha Bwana, mimi sikuwa na mpango wa kurudi, ni wewe uliniambia ya kwamba utanilinda katika safari ya kwenda na kurudi. Wewe uliniahidi kuwa pamoja nami. Basi Baba yangu, Mungu wa baba yangu Ibrahimu na Mungu wa baba yangu Isaka, timiza agano lako kama vile ulivyonena na maisha yangu. Na maandiko matakatifu wakati ambapo mtume Paulo anaponena na kanisa ya Wakorintho katika Wakorintho wa pili sura yake ni ya kwanza aya yake ni ya 20, mtume Paulo ananena na hilo kanisa na anawakumbusha ya kwamba ahadi zote ambazo Mungu Baba amekwisha kunena na watu wake zote ni za kuaminika na zote ni za kutimika. Na yeye
tunasema ya kwamba ndiyo, tunasema amina, kwa kuwa ahadi zote za Mungu Baba lazima zitimike kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Yakobo amejua hivyo, ya kwamba kile ambacho Mungu amemwahidi kingali kinasimama. Ni kweli amekaa kwa mjomba wake miaka 20, lakini anajua hilo neno ambalo Bwana alilonena na yeye ni la kweli na ni la kuaminika. Jana wakati ambapo Roho wa Bwana alipokuwa ananena na moyo wangu juu ya agano na ahadi zake ambazo amenuia kutimiza maishani mwangu, kuna na maisha ya watu wake, kuna neno ambalo Bwana alikuwa ananikumbusha katika kitabu